Maelfu ya raia wa DRC walijitokeza Jumanne ya tarehe 25 mwezi Machi kutoa heshima zao za mwisho kwa Delcat Idengo, msanii kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya kupeleka mwili wake katika eneo la makaburi nyumbani kwao katika mji wa Beni, umati mkubwa uliokuwa umejitokeza kutoa heshima zao za mwisho ulisikika ukiimba nyimbo za kishujaa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch mapema mwezi huu lilisema kwamba Idengo aliuawa kwa kupigwa risasi na waasi wa M23 akiwa mjini Goma. Mwanamuziki huyo aliuawa siku chache baada ya kutoa wimbo wake ulioitwa Bunduki, uliolaani uvamizi wa waasi katika mji wa Goma. Human Rights Watch iliwatuhumu waasi wa M23 kwa kuhusika, tuma ambazo M23 ilitupilia mbali na kulituhumu shirika hilo kwa kutoa taarifa bila uchunguzi. Idengo, aliyejulikana kwa nyimbo zake za kukosoa serikali na waasi, alikuwa miongoni mwa mamia wa wafungwa waliotoroka gereza la Goma baada ya waasi wa M23 kuuteka mji wa Goma mwezi uliopita. Wakati wa mazishi yake huko Kibangu, kulizuka ugomvi kati ya msafara wa wanajeshi na vijana waliokuwepo eneo hilo la tukio. Wakati wakijaribu kupita kwa nguvu, askari walikutana na umati ulioathirika na kifo cha msanii huyo. Kwa mujibu wa mashuhuda, risasi zilifyatuliwa kwa kijana mmoja na mwanamke ambao walikufa papo hapo. Watu kadhaa waliojeruhiwa wamepelekwa hadi hospitali kuu ya rufaa ya Beni. Kufikia Jumanne jioni, hakuna taarifa rasmi iliyokuwa imetolewa kuhusu tukio hilo. Zaidi ya hayo, mwili ulipowasili Beni, watu wengine 3 walipoteza maisha katika ajali ya barabarani.